Ukraine imeweza kurejesha makwao miili ya wanajeshi takriban 900 waliouawa kutoka mstari wa mbele wa kivita dhidi ya vikosi vya Urusi. Makao makuu ya uratibu wa matibabu ya wafungwa wa vita yameweza kuripoti hivyo katika siku ya leo Mei 16 mwaka huu, ambapo miili ya wanajeshi iliyoopolewa kutoka katika maeneo ya Donetsk, yani huko mkoani Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Sami na Kharkiv, pia kutoka kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti huko nchini Urusi. Maafisa wa kutekeleza sheria pamoja na taasisi za wataalamu wa Wizara ya Mambo ya Ndani watawatambua wahasiriwa haraka iwezekanavyo. Makao makuu yaliweza kuchapisha hivyo kwenye chapisho lake kupitia mtandao wa kijamii wa Telegraph. Operation ya kuokoa wanajeshi walioanguka ilihusisha mashirika kadhaa ya serikali na kijeshi, ikiwa ni pamoja na huduma ya usalama ya Ukraine maarufu kama SBU, Wizara ya Mambo ya Ndani, huduma ya dharura ya serikali na vikosi vya wanajeshi. Makao makuu pia yameshukuru Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu kwa usaidizi wake katika ukombozi wa askari hao, ambako zaidi ya wanajeshi 46,000 wa Ukraine wameuawa kwenye uwanja wa vita tangu kuanza kwa uvamizi kamili mnamo Februari ya mwaka 2022. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliyasema hayo katika mahojiano yake na shirika la habari la NBC iliyochapishwa Februari 16 mwaka huu. Na takribani wanajeshi 380,000 wa Ukraine wamejeruhiwa tangu kuanza kwa vita vya pande zote. Zelensky alisema ya kuwa maelfu 10 ya wanajeshi wa Ukraine walikosekana wakiwa kazini au wakishikiliwa katika kifungo cha Urusi. Mwezi wa 5 tarehe 16 pia, yani siku ya Ijumaa wiki hii, Urusi yenyewe imeripotiwa kupoteza takribani wanajeshi 971,690 huko Ukraine tangu mwanzo wa uvamizi kamili Februari ya mwaka 2022. Wafanyakazi wa vikosi vya jeshi la Ukraine waliweza kuripoti hivyo kuhusu idadi hii. Taarifa nyingine ambayo nakufahamisha muda huu, licha ya taarifa hiyo ya maafa ya wanajeshi wa Ukraine, ni taarifa kumhusu Donald Trump ambaye ametangaza kwamba yuko tayari kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin katika siku za hivi karibuni. Rais wa Marekani bwana Donald Trump alisema atakutana na kiongozi wa Urusi bwana Vladimir Putin punde tu atakapoweza kupanga mawasiliano kama hayo. Alisema wakati wa ziara yake katika Umoja wa Falme za Kiarabu alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu uwezekano wa kukutana na Putin, alisema ya kuwa mara tu wanaweza kuanzisha. Akizungumzia mawasiliano yaliyotarajiwa kati ya Moscow na Kiev huko nchini Uturuki, Trump alikazia wito wake wa kwanza wa kumaliza mzozo huo. Mwenyeji kutoka ikulu ya Marekani alipendekeza kwamba ulimwengu utakuwa salama zaidi ndani ya wiki 2 au 3. Akizungumzia pia matokeo ya ziara yake ya Mashariki ya Kati, rais wa Marekani alitangaza kuwa sio tu mamia ya mabilioni ya uwekezaji yataingia nchini Marekani, lakini pia mikataba mingi ya faida itatia saini kuruhusu kuunda ajira mpya. Donald Trump pia aliwataja viongozi wa Saudi Arabia, Qatar na UAE wakiwa kama watu wakubwa zaidi. Donald Trump aliongeza kuwa ana mpango wa kurejea Washington, akisema binti yake alikuwa tayari amepata mtoto, hivyo atarudi nyumbani na kumuona mtoto huyo mdogo na kisha atarejea kwenye kazi nyingi. Kiongozi huyo alisema hivyo. Wakati hao yakijili pia, Urusi bado imeendelea kufanya mashambulizi huko jiji kuu la Ukraine maarufu kama Kiev, ambako asubuhi ya leo imeripotiwa ya kwamba milipuko mikubwa ilisikika mjini Kiev, huku kukiwa na shambulio la ndege zisizo na rubani za Urusi kwenye mji mkuu mapema Mei 16. Milipuko katika mji mkuu, vikosi vya ulinzi wa anga vinafanya kazi. Meya wa Kiev anayefahamika kama Vitali Klitschko aliweza kuripoti hivyo majira asubuhi saa 12:30 kwa saa za huko Ukraine. Vifusi vya ndege zisizo na rubani zilizoanguka viliweza kuharibu chumba cha boiler, madirisha na magari huko wilayani Sviatoshinsk, lakini hakuna majeruhi aliyeripotiwa kufikia wakati wa kuchapishwa kwa taarifa hii.
Urusi hulenga miundombinu ya kiraia mara kwa mara kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani huko nchini Ukraine. Rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky pia ametoa wito mara kwa mara kwa kusitishwa kwa mapigano kwa siku 30, akisema mnamo mwezi wa 4 tarehe 23 ya kwamba Ukraine inakazia kusitishwa kwa mapigano mara moja na bila masharti. Mazungumzo ya amani ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi tayari pia yameripotiwa kuanza huko Istanbul nchini Uturuki, ambako mamlaka za Urusi zimeorodhesha madai ya juu zaidi kuelekea Ukraine katika mazungumzo ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Washington.